kuolewa ni bahati. Kwa hiyo huyo mume wako muheshimu hata kama hana kitu. Mahusiano ndio kitu cha kawaida. Hatujaoana ili tupeane vitu, vikija alhamdulillah. Na ndio maana nawaambia watu, hata akija mtu kukuposa, usimkatae mtu kwa sababu ana chumba kimoja, baadaye ndio atakuwa na vyumba 10. Mimi sijaendelea lakini nina nafuu kidogo. Haya, huyo mke wangu ambaye nilimuoa wa kwanza angenikataa kwa sababu nina suruali moja, leo fikiri angemkataa mtu gani? Kwa hiyo msikasimie, haya ni mambo ya Mungu tu. Ni mambo ya Mungu tu kabisa. Kwa hiyo mwanamke wa mwisho ni mwanamke ambaye maneno mengi. Nikukumbushe, tumesema wa mwanzo anayekufanya ATM, wa pili ampendi mama yako, wa tatu mwenye harufu, wa nne msemaji sana, wa mwisho ambao wanaume hawamtaki, mwanamke asiokuwa na future. Mwanamke hana fikra chanya. Inna waraa kulla rajulin adhim imraa. Kila mwanaume anaendelea, wanasema wenyewe, na hii ni saikolojia, wanasema mafanikio ya mwanaume yanategemea design ya mwanamke alompata, lakini mafanikio ya mwanamke hayategemei design ya mwanaume alompata. Wanaume wengi walikuwa wazuri, wanapenda ndugu, wanaswali, wana nini kabla ya kuoa, waaminifu, lakini hivi sasa kashaingia kwa kumba uhange, kwa kulumbembe la nguvu. Sasa hivi mwizi, hasali, haheshimu wazazi, hana huruma na wazazi. Sasa mafanikio ya mwanaume yanategemea design ya mwanamke gani umempata. Sasa mwanamke lazima awe na fikra chanya kwa mumewe. Sio mwanamke mponda mali tu. Wewe baba fulani leo uje na viazi, lete na kuku. Akiona mzigo umeingia, mume wangu, umepata wapi? Bwana pale msikiti wa Mtoro wametoa zaka, tukapewa milioni 5. Mume wangu twende Dubai. Twende Dubai tukajiachie, tuposti TikTok na nini. Hela ikisha na kutolea macho vipi? Lakini mwanamke mwenye fikra chanya, mwanaume akipata pesa, wallahi mwanamke ghali, utaona anakuambia, mume wangu, tafuta hata kiwanja mume wangu. Japo kwa mbona wewe unaniingilia majukumu ya Mungu? Basi msaidie dada yako, mpe hata mama yako pesa.